Majina yangu naitwa Ana Obedi. Nilikuwa nafanya biashara ya mashera, nakodisha mashera hapa Lumumba. Ni mmoja wa waathirika, tumeathirika kwenye ile janga la moto. Kwa kweli tumeumia sana. Kwa mfano kama mimi nimepata hasara kubwa, mali zangu zote ziliungua. Kwa kweli sikuambulia chochote kabisa. Na bado nina mikopo, nalea watoto mwenyewe peke yangu. Nategemewa na watoto, kwa kweli na uchungu sana. Naomba Mama Samia atuhurumie kwenye mfuko wake anaowasaidiaga wajasiriamali, wafanyabiashara, atusaidie na sisi. Kwa jina langu mimi naitwa Peter Tito, ni mfanyabiashara wa Lumumba hapa, nilikuwa nahusika na cosmetic au mambo ya vipodozi. Kwa hiyo tu tunachoomba, tunamwomba Mheshimiwa Rais wetu msikivu kabisa, mama yetu, tuko chini ya miguu yako, kama wenzangu walivyokuja kutangulia kuomba msaada wako, ujaribu kutufikiria. Kweli kabisa watu wengi tunajikongoja, wengine ndio tunajitafuta, wengine ndio hivyo. Kwa hiyo sasa hatuna pa kushika. Kwa hiyo ni vijana wako, sisi ni vijana wako, tunaomba msaada wako, tufikirie, ututazame. Mimi naitwa Edward Gaudens Rukinisha. Mimi ni mkurugenzi wa Edward Kids Store. Pia platform hii jumuiya ya wafanyabiashara ituwakilishe, na tunawashukuru sana kwa kufika hapa, ituwakilishe kuonana na mkuu wa mkoa kwanza, lakini katika kuonana na mkuu wa mkoa vile vile tulikuwa tunaomba kabisa tuonane na wakurugenzi wa jiji. Tunazungumza kwamba kwa sababu hili limeungua na kule system bado wao wamesema katika biashara, lakini system bado inaendelea kuhesabu kama wao wanafanya biashara. Kwa hiyo msingi na muhimu zaidi, tutaomba kukutana na mamlaka zote hizo kupitia kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, ili tuweze kuaddress mambo kama haya wakati huu ambako wako kwenye mtanziko wa kuto kufanya shughuli za biashara na kukosa maeneo ya kufanyia biashara kwa sasa. Angalau maeneo haya yaweze kusimamishwa ili kusudi watakapokaa sawa, hizi kodi zingine ziweze kuendelea. Karibu asilimia aidha 50 ama 75 ni watu walikuwa na mikopo aidha kwa kutoka kwa mtu ama kutoka kwenye taasisi mbalimbali za kifedha. Kwa hiyo na hizi pia ni moja ya maeneo ambayo tunataka kuiangazia, kuzungumza nayo ili kusudi waone namna ya kuwasaidia hawa watu ambao wameathirika, ambao hivi sasa hawazalishi lakini wao bado wanahesabiwa